Ndugu watukufu ambao tumehudhuria katika msala huu wa Eid katika eneo letu hili lenye utulivu, lenye amani, baada ya kukamilisha siku 30 ya mwezi wa Ramadhan, namuomba Allahu subhanahu wa ta'ala atukubalie funga yetu, atukubalie kisimamo chetu, na atusamehe yale machache mapungufu yaliyotokana na binadamu wetu. Ndugu Waislamu, hii leo ni siku ya Eid. Sharia imetuelekeza furaha, tufurahi kwa kukamilisha huu mwezi mtukufu na aliyotuneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kupata fadhila, na hasa baada ya kutumia wakati wetu mwingi kwa taa na kujikurubisha mbele Allahu Subhanahu wa Ta'ala kwa mwezi mzima, kisimamo usiku, kusoma Qur'an, nyiradi, kutoa sadaka, kufuturisha watu. Haya ni mambo ambayo Waislamu wameyafanya ndani ya siku 30 hizi. Kwa hivyo siku ya leo hii ni siku ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pia ni siku ya kula na kunywa. Siku ya leo kwa maelekezo ya sharia ya Kiislamu ni haramu funga. Tendo la kujifunga, la kufunga siku ya leo ni kujengua, kujitenga na dhifa ambaye Allahu Subhanahu wa Ta'ala amewapa waja wake kufurahi, kula na kunywa katika siku yetu hii ya leo, baada ya kazi kubwa ya funga ya mwezi huu mtukufu. Alhamdulillah. Tendo la furaha na vijana kucheza michezo mubah inayokubalika kisharia ni jambo ambalo lipo katika mafundisho yetu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani Mtume alipofika Madina aliwakuta wakazi wenyeji wana masiku ambayo wakifurahi na kucheza vijana wao. Mtume akamwambia, inna Allaha qad abdalakum yawmayn khayran minhuma yawm al-fitri wa yawm al-adha. Acheni hayo masiku, Allah amewaletea badala ya masiku hayo, nayo ni siku ya Eidul Fitr na Eidul Adha, ambapo vijana wanaruhusiwa. Sharia imewapa nafasi kucheza michezo ya kawaida katika maeneo ya wazi yasiyokuwa na mchanganyiko ya wanaume na wasichana, yasiyopoteza muda wa swala, wasiokuwa na mavazi yasiyokuwa ya stara. Michezo mubah, wenye kuogelea, wenye kuvuta kamba, na mpira wa kuchanganya, wa kuchangamsha viungo, chini ya masharti ya hayo ambayo tumewaelezea. Waislamu tumepewa Idi 3 ndani ya mwaka. Idi ya kila wiki, nayo ni leo siku ya Ijumaa. Hii ni Idi ya kila wiki, na leo imekutana Idi ya Ijumaa ya wiki na Idi ya Eidul Fitri. Wanazuoni wa sharia wana maelezo, na kumbuka wengi mtakuwa mshapata haya inapokutana Eidul Jumaa na Eidul Fitri.
siku moja. Nini hukumu ya watu katika mswala wal juma kwa wale ambao waliohudhuria swala ya Idi? Idi mbili hizi, Idul Fitr na Idul Adha, inakuja baada ya Waislamu kukamilisha ibada kuu kabisa katika Uislamu. Idi ya leo hii ni baada ya kukamilisha mfungo wa siku 30, na Idul Adha au Idul Hajj inakuja baada ya Waislamu kukamilisha ibada ya hija ambayo inaanzia kesho Shawwal. Wale wenye uwezo wanaweza katia nia tu wakiwa wameelekea kule, wakawa katika vibano vyote vya kisharia vya haji, miko yote wakajibana kwa kujikurubisha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mfungo mosi na mfungo pili na siku 9 za mfungo tatu. Ni masiku mengi sana, siku takriban 69 waje wapo katika ibada ya kujikurubisha mbele ya Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Siku ya mwezi 10 inakuwa ndio siku ya Idi, kuwa wanatakiwa wafurahi baada ya kazi kubwa hiyo. Kwa hivyo Idi mbili hizi ni kutokana na matendo yetu kujikurubisha mbele ya Allah kwa muda mrefu. Hatimaye tunaambiwa leo pumzikeni, mfurahi, mle, mnywe na mshiriki mambo yote ambayo ni mubah katika sharia ya Kiislamu. Hatuna Idi ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani mwezi 12, 13, mfungo 6, kwamba Waislamu haitambuliki katika sharia kwamba ni Idi, kwani tendo hilo halikuwapo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala wakati wa masahaba, wala wakati wa tabi' wala tabi'in. Miaka 300 yote hapakuwa na Idi ya mfungo 6 ambayo sisi leo tunavinjari nayo. Waislamu tumeomba au tumepewa tu kwa maigizo. Mbona wenzenu wasiokuwa Waislamu wana siku ya aliyezaliwa kiongozi wao Isa alayhi salam, wanapumzika, na nyinyi Waislamu fanyeni hivyo au takeni hilo? Sasa haya ni katika mambo inaitwa mushabaha, tuna waiga wasiokuwa Waislamu katika ibada zetu. Kwa hiyo swala la Idi ni ibada, tendo la kufanya Idi ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfungo 6, ilipo nje ya ibada, pamoja na kuwa hakuna uhakika wa 100% kwamba Mtume alizaliwa tarehe hiyo. Na haya si yetu, bali watu wenyewe wa madihi wameelezea, wakhtulifa fi ami wiladati wa fi shahri wa fi yawmiha, wamekhtalifiana wanazuoni tarehe ambaye alizaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kubali Aisha wakasema annaha qubaila fajri yaumi al-ithnain, basi wakachukulia ni Ijumaa asubuhi alfajiri mwezi wa 12 kuamkia 13, lakini si makubaliana wanazuoni wote au limesibu, ingawa uhakika wa asilimia kubwa tarehe hiyo ndio aliyokufa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ni mambo yepi, ibada ipi tulioifanya Waislamu katika huu mfungo 6 mpaka tustahiki kupumzishwa kama tulivyofanya ibada ya Ramadhani, sharia ikatuwekea leo tufurahi na kupumzika na ibada al-Haji? Utakuta hatuna ibada yoyote Waislamu katika mwezi wa mfungo 6 waliofanya mpaka mwezi 12 kuamkia 13, Waislamu iwe tumepewa mapumziko kutokana na matendo tuliyofanya kujikurubisha mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pia kumesikika hivi sasa baadhi, kuna taasisi naomba kwamba mfungo 4 Muharram, ambayo ni tarehe ya mwanzo ya Uislamu, naye
tupate siku ya kupumzika. Lakini tumefanya nini? Kazi gani tuliojikurubisha mbele ya Allah katika huu mfungo 4 mpaka tustahiki sharia ikwambia haya leo pumzikeni, ni Idi? Hakuna. Hili linaombwa. Nimepata taarifa ya kwamba kuna taasisi imeomba eti na sisi tupate mapumziko. Uislamu si dini ya legelege kupumzika, kukaa kuvinjari, ni dini ya watu wafanya kazi, na hilo limepelekwa katika serikali yetu. Lakini tunaelekeza serikali kwamba lisitumike jina kama la dini, ibada sehemu ya Uislamu. Ni utashi wa watu kama inavyokuwa Idi ya kilimo, Idi ya Sabasaba, lakini si kwamba ionyeshe kwamba Waislamu nao wamepata haki katika madai yao, wamepata siku ya mwanzo wa mwaka wa Kiislamu na wao wapumzike. Haya mambo ya maulidi na mapumziko yake si ya Ahlus Sunna wal Jamaa, ni mambo yaliyozuka baada ya karne ya 4, kwenye karne ya 4 huko Masri, katika utawala wa Kishia. Hao mashia ndio waliopenyeza mambo mengi sana katika Uislamu wetu, kiasi kwamba wasiosoma Uislamu, tarehe ya Kiislamu, sharia ya Kiislamu, wanaona haya ndio kiini cha dini, wakati ni mambo ya uzushi. Kwa lugha nyingine inaitwa ni bid'a, ni mambo ambayo yaliozuka, ambayo tumehadharishwa na Uislamu kuyatenda mambo hayo. Sawa, hivyo tuna waiga wasiokuwa Waislamu wa Kristo au tunawaiga mashia ambao ndio wao katika Muharram wana mambo mengi sana wanayatenda. Wanatembea barabarani, mitaani kule na majaneza, mavazi yao, wanajipiga magumi, wanajichanja. Haya mambo ma anzalallahu biha min sultani, hayana dalili, hayana hoja, wala sio mambo ambayo yanamkurubisha Muislamu mbele ya Mola wake, bali yanatia dosari na kasoro katika dini yetu ya Kiislamu. Ndugu Waislamu, msala wetu huu au sala yetu ya Idi ni wasat, upo katikati, umetenganishwa na ibada mbili ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezihimiza kwa sisi tunaoswali hapa. Ibada moja imekamilika, imeishia muda mchache tu, ambayo imeanzia jana baada al-maghrib, au wanazuoni wamejawizisha kati ya mwezi 28 na mwezi 29, naye ni sadaqatul fitri au zakatul fitri. Shekhe wetu hapa kila baada ya dakika 5 alikuwa anahimiza wali ambao hawakuwahi wapeleke pale mkono wa kulia, na msimamizi mkuu ndio huyu hapa imamu wetu, na wale ambao wanaostahili kupokea wakapokee, na muda wake umeisha baada ya swala hii ya Eid. Lakini mtu ambaye amechelewa kabisa atoe, asione basi imeelekezwa fa innaha sadaqa, itakuwa ni sadaka ambaye si baya ukitoa haya. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuhimiza sadaka hii au zaka hii ni ya kila mmoja wetu. Usijipange wa kupokea, jipange wewe wa kutoa. Sio tu kwamba unaelekea mitaa Livingstone pale utakuta foleni watu wamejipanga kupokea sadaka. Jirani ya ofisi ya mzee wetu Azam na Bakhuresa, watu utakuta kwanza asubuhi. Lakini jipange na wewe mwenye kutoa, kwa sababu ametakiwa kila ambaye anacho cha matumizi, bajeti ya siku moja mchana na usiku wake, kinachozidi kikifika kiwango hicho atoe sadaka hiyo. Ni kilo 2.5 kwa wastani, hivi sasa ni shilingi 7,500, kwa bei ya mchele shilingi 3,000. Kwa hivyo ni sote tunatakiwa tuitoe sadaka hii kuwapa wenzetu ambao hawana uwezo, na Mtume amesisitiza kwamba tamko mbalimbali, ughnuhum, watoshelezeni ndugu zao. Kwa ibara nyingine, tu'ma, nilishe siku hiyo kwa ndugu zenu masakini. Kwa hivyo ibada hii
imeitangulia swala ya Eidul Fitri ambaye tumeimaliza hivi sasa, na ibada ya pili Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye inaanza kesho, naye ni funga sita min Shawwal, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadhan wa atba'ahu bi sitti min Shawwal fakaannama sama sana, kula kwa ibara mbalimbali ya mahimizo ya ibada hii ya funga ya sita Shawwal. Kwa vile leo tuko hapa, tumetanguliwa na ibada nyingine ilianza jana magharibi mpaka muda huu mfupi, naye ni sadaka alfitri au zakatul fitri. Na yule ambaye hakuwahi na swala imeshaswaliwa asirudi nacho nyumbani, angalie wastahiki au eneo gani ambalo lenye usimamizi wa ibada hiyo awasilishe. Na ibada nyingine ndio ambaye inaanza kesho ya sita min Shawwal mpaka kumalizika mwezi huu. Haulazimishwi kufanya mlolongo, unaweza siku moja ukapumzika na mpaka, almuhimu iwe ndani ya mwezi huu wa mfungo mosi. Ndugu zangu, tadhakaru, hebu tukumbushane, man salla ma'akum fi mithli hadha al-yawm, tuliokuwa nao, tulioswali nao katika mswala huu, au jirani zetu, ndugu zetu, baba zetu, ndugu zetu, leo hatunao. Na hivi tunapozungumza, msaidizi wa Sheikh wetu Ramadhan, Sheikh Kasim Nyasenga na Nasib, jana mtoto wao amepata ajali Morogoro, na hivyo kisubiri msala huu tu waende kuzika, ambao tunakuwa nao siku zote. Kwa hiyo kila mmoja ajihesabu lini, wakati gani, wapi atapata nao mauti. Mwingine ndo ndugu yetu ambaye alifanikiwa kufunga siku 28 mwezi huu wa Ramadhan, kwa jina anaitwa Dr. Ramadhan Hassan Khamisi. Huyu ni ndugu yake Sheikh Yahya wetu wa Arusha, ni mwanawe mdogo wake kuzaliwa naye, amemsomesha mwenyewe Arusha dini, na walimu wake wengine hawapa, Sheikh Hamid Kwape na Sheikh Nasir hawa wamemsomesha kijana huyu walipokuwa Arusha pale, na alhamdulillah aliendelea kufaulu masomo yake ya dirasa sharia, na kutoka matokeo yake kuwa ni wa kwanza katika vijana waliosoma kwa mashekhe. Na wakati huo alikuwa akisoma high school, na alifanikiwa kupita vizuri katika masomo ya science, na akachukuliwa Muhimbili hapa, akasoma miaka 6 kama utaratibu wa chuo cha Muhimbili, na akapita vizuri, akachukuliwa kwa ni daktari, na akaongeza elimu yake akawa daktari bingwa wa moyo na upasuaji hapa Muhimbili. Kijana huyo kwenye CV ya mazishi ilionyesha, ambaye haikuzungumzwa na Waislamu na Wakristo ambao walikuwa wanafanya nao kazi pamoja, ni kijana mwenye sifa ya kuigwa na ambayo ilikuwa tegemeo la taifa letu hili siku zijazo. Pengine ungekuwa ndo kina sawa na kina Jinabi, kijana mdogo kabisa, bingwa wa upasuaji. Pia ni mwalimu wa masomo hayo ya afya. Kuna program ilianzishwa Zanzibar, tukaswalia pale na tukaenda kumzika makaburi ya Kisutu. Wakristo kwa ukweli walishangazwa sana mambo ya Waislamu kuhusu mazishi yalivyokuwa mepesi, ambapo walikuwa wao ni wiki mzima huyu kwanza, pengine apelekwe kijijini kwa babu yake watengeneze masale. Haya yamezungumzwa na wao wenyewe madaktari ambao tulikuwa nao waliozungumza SCVs. Sidhani kwamba Sheikh Yahya yupo hapa, lakini Sheikh Yahya Allah alimpa subra kubwa kwa msiba wote huo. Alikuwa makini kabisa na kuwa pamoja na walioenda kumfariji kwa mpa taazia. Haya ndio yaliyotokea, na yaweza kumpata yeyote kati yetu leo na kesho, mimi na mwinginewe. Sasa tulikuwa naye kwenye swala,
Ndio tulikuwa naye, ameshaondoka wakati wake. Likuli ajalin kitab, umauti ni andiko ambalo la kale kwetu sisi. Hatuna kwa hawa ndugu zetu tulokuwa nao mwaka jana, leo hatupu, leo hawapo, illa an nurdhiya an naqula ma yurdhi rabbuna, tutamke yale yatakayomridhisha Mola wetu. Alqalbu yahzun, tunahuzunika kwa kuondokewa na hawa ndugu zetu. Wala in tadma, macho yatoa machozi. Wala naqulu illa ma yurdhi rabb, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.